onyesho lililopita katika Panguso. Kwa nini umeingia ofisini kwangu kama unaingia chooni? Una tatizo na Jacob? Nimekutana naye pale, amenikabidhi funguo. Yaani hivi ninavyoongea Sonjo ametoroka, hayupo mikononi mwa polisi. Nisikize nikwambie. Huu ni ujumbe umpelekea huyo fala wako. Unanielewa? Tena nasikia kuna mjinga mmoja, mpumbavu mmoja anajiita Kipunja. Huyu ndo anawalimu hawa. Ulifanya makosa kutoa maamuzi wakati ukiwa na jazba. Hivi hakuza anachochukulia sisi mafalafala au anachochukulia sisi kama hatuwezi kuja kuwafanyia kitu kingine cha ajabu Lusako? Kapteni, unaongea lugha gani? Mimi sielewi. Umeua? Sasa macho uelewi nini hapo kiduku? Uone damu hizi babu, uelewi nini? Sisi ni wazalendo na tuko hapa kwa ajili ya kupigania afya ya mzalendo mwenzetu. Tumekuja na Panguso baba, tumekuja na Panguso. Tumekuja na Panguso baba, tumekuja na Panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tunapangusa ujinga, tunapangusa maradhi. Mama Panguso, haya twende Panguso. Mama Panguso, mai. Baba mwepa mwana wao. Baba mwepa mwana wao. Ai mai. Wewe. Sikitu umerogwa? Unawezaje kuja ofisini kwangu bila kunipa taarifa za msingi? Tuntu. Kama Tuntu. Tuntu. That's my name. Hivi wewe una ofisi? Una ofisi au ofisini kwa mke wako? Wewe unaona mwenyewe unanidanganya eti. Muangalie Mario mkubwa chevu. Okay, usiolijua ni sawa sawa na usiku wa giza. Ndio. Yule unamwona pale ni mke wangu mimi. Unanielewa Sikitu? Tafadhali nakuomba. Tena ni mke wangu wa ndoa kabisa. Tusije tukaribiana maisha. Ni wala sishangai kaka boy mkubwa. Una hata haya. Mwenyewe umenidanganya. Alafu yule pale mke wako amenikera kama kanikuta tu zia katika yale mambo yangu. Awe taka mimi nije na usafiri nipaki pale. Ndo ajifanisha gari lake yeye na langu mimi, nani yuko juu. Eti huyo hausigero anatafuta kazi. Sijui yani imeniuma Tuntu imeniuma, nimevumilia tu pale. Ndo hayo mapenzi. Mimi mwenyewe unajua nikija na masivi yangu pale ningeweka hivi. Yule mwanamke wako mimi angenishikia pochi yule. Tena angenibeba angenilamba na miguu. Unanichukulia poa, lakini Tuntu yote mimi kwa sababu ya mapenzi tu. Mimi kwa sababu ya mapenzi tu. Akia Mungu, kweli ukistaajabu ya Musa unaiona Firauni, na Firauni mwenyewe ndio wewe. Tena wewe ni Firauni namba 1. Mimi nipe yule nenda zangu. Tutakutumia. Utanitumia? Naomba yule mimi nenda zangu, utanituma kwa ushanitibua. Basi kimya. Nipa mimi hela. Niache. Unajua Sikitu wewe ni kichana namba 1. Umesikia? Sikitu. Call me J-Lo, so Sikitu. Okay, J-Lo. Hivyo. Twende nikakuacha yule nitakutumia baadaye. Nitumie na wala usinitumie yule. Nishakwambia nitakutumia. Kaa kimya. Utapeleka gari upande wako mimi. Umbaku namba 2.
Umeingiaje huko? Umeingiaje? Umeingiaje? Kaa kimya na ufunge mdomo wako. Nitakuchinja sasa hivi. Pumbavu mmoja wewe. Fuata maelekezo yangu. Inuka twende. Twende laka. Shish talai shish. Nde kupono nwaine. Kakarachi. Nitakuua. Twende. Kwa hiyo kama hujavaa nguo, ni usiku wa manane sasa hivi. Nani atakaye kuona? Unaogopa hata wachawi watakujua ni wewe? Twende, nifuate. Sikiliza nikwambie, ninaondoka na wewe. Mtoto wako atakuja kukuchukua kwenye mikono yangu. Haya, haraka, twende. Tunakokwenda na kujua mimi sio kazi yako. Kakarachi. Twende nje haraka. Dakika moja. Baraka. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso. Tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Yangu umeishi kijijini wewe. Hapa kama kwetu Morogoro. Hapa chini unatia viazi. Hebu subiri kidogo. Unatia viazi vitamu hapo inakuwa la kweli. Ukipata na chai inaja sukari. Sukari unaijaza mpaka inakaa hadi kwa chini unakuwa nakombelezea. Hebu tuachane na hayo. Kwa viazi. Tangaza. Kuaje tuko hapa saa hizi usiku huu? Kuna kitu gani kinaendelea? Halo. Hapo kiukuli mwenyewe nashindwa hata kupata jibu. Ila tu kwa akili yangu ya haraka nachofikiria itakuwa kaka mkubwa Kipunje anataka ajili tukamtafute Sonjo. Hapana. Kweli? Sio kweli. Unataka kunafikiria labda hivyo. Hapa kutakuwa kuna kitu brother. Amini hivyo. Sio bure. Serious. Unaona hivyo kweli? Kwenda. Kaka Kipunje. Sogea. Bau. Tulia. Wewe Tangazo. Huyo amefuata nini hapa? Bwana amekuja kidogo kuja kutupiga kampano. Unajua Kapalata yupo kaka mkubwa. Hivi wewe una akili kweli wewe? Wewe umesahau babake yule anatuambia nini? Unajua namna babake alivyokuwa mnoko. Baba yake alisema mtoto wake hataki ashirikiane na sisi watu wa Vegas. Na mimi nikakuambia kwamba huyu sitaki kumuona anasogea kwenye ishu yetu yoyote ile. Wewe unadhani baba yake akija tena itakuwaje? Blaza, kwani mimi nina tatizo gani? Mimi muuni tu kama nyie. Tatizo ni baba yako. Baba yako hataki sisi tukusogelee. Anakuona wewe kama yai. Sijui anakuleaje au sijui anakutazamaje. Sijafurahishwa na hicho kitu. Hem, kamfungie ndani wewe. Atuelekee ndani. Tena mama unisikize kwa magemu twende ndani. Nitakupiga kichwa. Na bahati nzuri kichwa changu mimi waga kiniangushi. Shashindana na kondoo. Nishamfungia katika chumba cha mateso. Hivi brother, usi mama yake Joni Joni, umewezaje kumtoa saa hizi pale nyumbani kwake saa hizi usiku? Saa hizi. Unajua tofauti yangu mimi na watawala wa Yakuza, wao wanatumia zaidi hisia kuliko uhalisia. Nilitumia kanuni ya Magazi Juto. Unamwona we mama? Sisi kama Vegas hatutamdhuru wala hatutamuumiza. Kwa sababu sisi si waharifu, bali sisi tunapigania haki zetu kama wazalendo. Badala yake tutamtumia yeye kama chambo ya kuhakikisha Yakuza wanamredesha Sonjo mkononi mwetu. Hapo kaka mkubwa kama anaanza kukuelewa. Kwa unachotaka uniambie tunafanyaje hapo ili tuweze kumpata Sonjo? Tangazo.
kanuni ya Magazi Juto haijawahi kuongopa. Nafikiri ni jambo la wakati, tusubiri muda wenyewe utaamua. Hebu tueleze brother, hebu tupe njia gani umeitumia mpaka kumtoa huyu mama pale nyumbani kwake? Yaani hilo tu. Nimependa sana hilo swali. Kwanza niliweka mabano, halafu nikagawanya mbele kidogo, nikazidisha na kujumlisha, mwisho nikatoa. Hiyo ndio njia niliyotumia kumteka huyu mama na kuja naye hapa mbele ya familia yake wakiwa wamelala wanakoroma. Mimi nikafanikiwa kumchukua. Sijui nikisema hivyo wewe unaelewa nini? Hiyo ndio kanuni ya Magazi Juto. Naam. Brother, wewe ni noma. Wewe ni noma. Hiyo ndio kanuni niliyoitumia kumchukua huyo mama. Kiukweli kaka mkubwa, mtukavi mdogo wako, na hivi nimeisha la pilibi, nimekuwa zabwabwa hapo, sijaelewa kitu kabisa. Kaka mkubwa, ongo zabi. Ila kaka mkubwa, labda naomba nikuombe kitu. Kwa nini mama kila siku aga natusumbua tu katika mitego yetu? Mimi kaka mkubwa, maisha yalivyokuwa magumu, nataka nifugwe kinyasti. Kwa nini mimi nisimpate tu hata mama yake Jonijo? Niwe nakula pale visamaki vya bure. Mara nikenda nachukua kibua. Nachukua vikolekole vya bure na kuwa naambulia. Ili mimi Jonijo aniite baba yake. Naye mama yule mimi na mashaka naye. Mama watu mweupe pe. Kenda kumza mtoto mweusi kama kaka. Kuna mtoto mbaya ka Jonijo. Analana wewe brother, achana naye. Hivyo una akili. Nimesema ukweli wangu. Unajua kanuni za Vegas? Sisi haturuhusiwi kuchangamana wala kufanya chochote na watu wa Yakuza. Mtu afe, mtu aolewe, mtu afanye nini? Kwa hiyo sasa leo unataka kutudhihirishia kwamba wewe ni msaliti, si ndio? Hapana kaka mkubwa. Unawezaje kutamani kujihusisha kingono na mwanamke wa Vegas? Achilia mbali kwamba huyu ni mama yake Jonijo, huyu ni mama wa adui yetu. Hiyo haitoi uhalali wa wewe kutaka kuwa naye kingono. Nimekuelewa kaka mkubwa. Nataka nikwambie kitu. Huyu mama nimemleta hapa, nataka arudi kwao akiwa salama. Malengo na madhumuni yetu ni kumpata Sonjo tu. Nikikuta ama nikisikia hata amebakwa, na kuambia kabisa makewe ushindwi. Nisije nikasikia umembaka huyu mama humo ndani. Nitagombana na wewe. Na ana cha mkongo huyu. Ndio, si bingwa wa Mundende huyu. Ana cha mkongo. Huyo mtu wa vumbi, mimi Kapalata ameniambia kila kitu. Kama mkubwa. Kwa bibi mkubwa angepata tabu sana. Kali ngekutana mimi na mitangazo. Nilipokuwa maili kiuno changu kijewe kuniangusha. Mimi nilikuwa hapa na nani? Tugoona kaka mkubwa umeniona mambo mazuri haya. Toka. Mbavu. Simba. Baby. Huu mlango umefungwa kwa nje. Chapsirusha. Hebu acha ubishi bwana. Njoo hapa haraka. Mango, vipi bana, usifungue hapo? Wewe kwanza muda wote huo, muda wa mazoezi mpaka sasa hivi unakuloma. Hebu njoo. Sasa usikwenda, sio tunakaa ndani wewe, ndio mambo ya kuruka. Jamani, nimefungwa huu mlango. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Kuna kitu hakiko sawa, sio bure. Basi upigie simu marafiki zako kabla tujazidi kuingia hatari.
Mama! Mama! Mama nifungulie basi. Mambo gani haya? Mama! Mama! Mama fungua basi, usinifanyie hivyo. Mama! Hodi. Hodi. Kuna sauti. Hodi. Gehazi. Mama. Hebu tufungulie. Mama! 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 Pole sana shemeji. Na nimepita mgawani, mama hayupo. Nilikuwa nje niwasalimie ila nimeona barua hii, sijajua ni ya nini. Mambo mazuri ya. Hebu liangalie vile. Hivyo utakopo tumekuteka umetuteka. Mtu tukuteke mara tukupe chai, iroja sukari gada. Tukupe chapati laini. Utazani umetuteka wewe. Kaka mkubwa. Lakini kwa nini hii chapati nisilemie? Maana mambo mazuri haya. Hebu mpe chai wewe. Kwa ndo unakula hivi. Halo, kuna vitu vingine vidogodogo lakini vinaumiza kweli. Hebu uchukue unywe. Uchukue unywe. Mama unanilingia. Unalinga Wewe unanilingia kula. Kwa taarifa yako mimi silingi hivi tu vya kula. Mambo mazuri unanilingia. Uchukue chapati ule. Au nile kaka mkubwa. Chapati ulivyopendeza. Nakupa wewe. Uchukue ule huko. Mwe. Liangalie bichwa lake. Angalia mimi macho yake. Kaka mkubwa, mimi nitakuwa na mashaka na huyu mama. Wewe usiku utakuwa unapaa. Utakuwa unapaa kwenye kibeku. Hebu uacha kutililia michozi yako hapa. Kuna mtu kaka mkubwa mwenye machozi mabaya kama huyu mama. Chiki michozi yake. Michozi mezeka. Uache kututia mkosi hapa. Mama Jonijo, kwa asili mimi sina ubaya na wewe hata kidogo. Ingawaje sijawahi kumpenda mzaliwa yeyote wa Yakuza. Kipunje! Umejikwema? Hivyo jamaa kila siku wanagombana. Wanagombania nini? Kipunje atakuwa anamtaka mdogo wake. Lakini pia maamuzi aliyoyafanya sio sahihi. Kumtaka mama mtu mzima kama yule. Sasa Wayakuza wanamng'ang'ania usonjo wa nini? Sio mwache tu arudi kwao. Unajua wewe kaka hauelewi kitu kabisa. Hawa Vegas na Yakuza wana upinzani mkubwa zaidi ya Simba na Yanga. Hawawezi kumwachia Sonjo kiurahisi. Na vile vile wanamuumiza leo Kipunje. Yakuza hawawezi kuingia uwanjani wakafunga goli bila kuingia Sonjo kufunga goli. Wanampambania kwa sababu ya miguu yake na sio vinginevyo. Kwa hawawezi kumwacha aondoke. Wewe nikwambie kitu mdogo wangu. Unajua mimi sasa hivi namfuatilia sana Kipunje. Kipunje mwamba. Mimi nakwambia ukweli, unapoteza muda wao, hawamwezi. Yaani bora ulivyoongea hapo akiwa tayari ameshaondoka. Kwa sababu angekuwa hapa msingeelewana kabisa. Asijakaja. Kumbe mtata niambie. Poa. Vipi rafiki yangu sikujua anaendeleaje? Sikujua tena na mimi. Chaos. Usiku tu alikuwepo wa jana. Kaondoka alfajiri. Wewe. Chezea geazi wewe kama Ronaldo. Sasa mimi sio mkali, mimi naona. Haukata kidogo nipike chai. Sijali, sikuli. Haya sawa. Unazidi kunenepa tu. Lakini shida yangu mimi na kinachoniumiza
ni huyu mwanao Jonijo. Mala haja atongoze dada zangu kwa sababu ya ukwasi wake tu, huku akijua kufanya hivyo ni makosa makubwa, hairuhusiwi, ni mwiko na sio utaratibu wetu wa Yakuza na Vegas kushirikiana kwa jambo lolote lile. Afe mtu ama aolewe ama iweje, sisi ni maadui wa asili, tunatenganishwa na kifo tu. Uadui wetu haukomi mpaka mtu amekufa. Na kama hiyo haitoshi, mwanao sasa hivi amemrubuni mdogo wangu mwingine kwa mchezaji wa Yakuza, huku akijua kwamba Sonjo ni damu yangu. Naona sasa, unaona mwanao unavyonifuatafuata. Kwenda huko koma. Umemwambia wapi? Wewe sasa ndio unamwambia nenda katembee tu na madada wa Vegas. Mama Jonijo, tembo huwa hashindwi na mkonga wake. Hivi unajua ni kwa nini uko hapa? Unaelewa ni kwa nini uko hapa? Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa. Jana mtoto wako amefanya tukio moja la kishujaa sana kwake, lakini la kipuuzi sana. Hivi mama, unajua mtoto wako anatumiwa kwa viwango vikubwa sana na shetani? Anapata wapi hiyo nguvu ya kuwazuia polisi kufanya kazi yake? Hivi hujamfundisha mtoto wako, ama hajui kwamba ni kosa kisheria kuwazuia polisi kufanya kazi yao? Sonjo alikamatwa na polisi jana kwa sababu ya matokeo yake aliyoyafanya huku Vegas, kwa sababu ya matendo yake maovu. Amemchoma mtu kisu, hajui kama huyo mtu amekufa, hajui huyo mtu anaendeleaje, akatorokea nyumbani kwako. Polisi walipomkamata mtoto wako na genge lake la wahuni, wakawazuia polisi kufanya kazi yao, wakamtorosha mtuhumiwa kutoka mikononi mwa polisi na wakaenda kumficha wao kusikojulikana. Hivi mbona Yakuza ni wapumbavu sana? Na hii ndio tofauti ya Yakuza na Vegas. Wao ni majambazi, wao ni vibaka, wao ni watu waliopo kwa ajili ya kuumiza wengine. Hawajali, hawafikirii mwingine atajisikiaje. Wao ni kuumiza tu. Sisi Vegas si vibaka, si wezi, hatuumizi wengine bila sababu. Ni lazima utuchokoze ili tukuonyeshe hasira yetu, na tutakutimba kama kweli unatuchokoza. Lakini mtoto wako na genge lake ni wahalifu. Sasa nataka nikupe ofa moja ma. Ili wewe urudi nyumbani kwako ukiwa salama, ni lazima mtoto wako aniletee mdogo wangu Sonjo. Vinginevyo utaumia wewe, kwa sababu mimi ndio nilipaswa kuwa na uchungu na mdogo wangu, lakini yeye amekuwa na uchungu kuliko mimi. Ajabu na kweli. Kwa hiyo mama, nitakuruhusu uondoke hapa, wala hakuna atakaye kuumiza, wala hakuna atakaye kugusa, kwa sababu hiyo sio kawaida yetu. Umeletwa hapa maalum ili utumike kuturejeshea Sonjo. Hiyo peke yake ndiyo sababu iliyokufanya wewe uwe hapa. Sasa ili urudi nyumbani kwako ukiwa salama, ni lazima mtoto wako aje anikabidhi mdogo wangu, ndipo na mimi nitakuruhusu wewe uondoke. Alokuwa nakutetea ameondoka. Unapofikiri sasa hiyo chai utakunywa wewe? Hebu nipe chai huko. Unipe. Kingine ole wako. Uje umwambie kaka mkubwa. Ukimwambia kaka mkubwa nitakifanya alonikataza jana.
Mwangalie mimi macho yako. Alafu kwa nini bi mkubwa unakuwa mtu ajabu ajabu? We mama watu mweupe pe. Hadi la. Umeenda kuzaa mtoto mweusi. Utafanya kama mbuti wa jeje. Au ule mbuti wanaovaa wagambo wa hospitali ya Muhimbili. Mwangalie. Wacha kunililia michezo yako hapa. Unataka unijeni patelana michezo ya mtu mzima. Uinuke twende mafichoni. Hao wako mwambie kaka mkubwa kama chai nimekunyamia. Tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja na panguso baba, tumekuja na panguso, tumekuja kupangusa maadui wa taifa, tunapangusa ujinga, tunapangusa maradhi, tunapangusa na umasikini, tunapangusa na usaliti, tunapangusa ulevi, tunapangusa dhuluma, tunapangusa udangaji pamoja na ngono zembe, tunapangusa madawa ya kulevya. Haiwe baba we baba, hai mama we mama, hai kaka we kaka, hai dada we dada. Haya twende panguso, mama panguso, haya twende panguso, mama panguso,